Video iliyochapishwa kwenye akaunti ya mwanasheria mkuu wa Marekani Jamin Piro iliibua taharuki kubwa duniani kote. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa umma kuona uwazi kile ambacho kilitokea siku hiyo wakati Rais Donald Trump alivyoandaa hafla hiyo. Kamera za usalama zilimuonesha Cole Allen akifika nje ya ukumbi akiwa ametulia kana kwamba hakuna jambo la ajabu alilokuwa akilifanya. Na dakika chache baadaye alitoa silaha yake na kuanza kufyatua risasi kuelekea kwa walinzi ambao walikuwa langoni. Ndani ya sekunde chache tu alibadilika na kuwa na vurugu tupu kutokana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika eneo lile. Walinzi walijaribu kujibu mashambulizi, lakini Cole alikuwa tayari ameshapenya ndani ya jengo, na ndani ya ukumbi huo viongozi wa juu pamoja na rais wa Marekani walikuwa katikati ya mkutano muhimu. Sauti za risasi ziliposikika, kila mtu alishtuka, baadhi wakajificha chini ya meza, wengine pia walikimbilia katika milango kadhaa. Video hiyo ilionyesha jinsi vikosi vya usalama vilivyofanikiwa kumzingira Cole. Ndani ya dakika chache baada ya mvutano mkali wa muda mfupi, alikamatwa akiwa hai, ingawa tayari pia alikuwa amesababisha hofu kubwa na majeruhi kadhaa. Lakini baadaye uchunguzi wa kina ulifanyika kubaini chanzo cha tukio hilo, na iligundulika kuwa Cole alikuwa amepanga shambulio hilo kwa muda mrefu, akikusanya taarifa kuhusu ratiba za viongozi na mifumo ya usalama ya ukumbi huo. Mahakamani, ushahidi uliowasilishwa ulikuwa ni mzito kidogo: video za kamera za usalama, ushuhuda wa walinzi pamoja na rekodi za mawasiliano yake kabla ya tukio. Mwishowe Cole Allen pia alipatikana na hatia kwa makosa matatu makubwa: jaribio la mauaji, ugaidi wa ndani na uvunjaji wa sheria za usalama wa taifa. Na hukumu yake imezua mjadala mkubwa sana nchini Marekani na duniani kote, huku wengi pia wakijiuliza ni vipi mtu mmoja aliweza kufika karibu na viongozi wa juu kiasi hicho ikilinganishwa na mifumo ya usalama ambayo ipo katika nchi ya Marekani.